Bila shaka utakuwa umeshuhudia migogoro mikubwa ikiwa inatokea kwenye jamii, kama ambavyo hii video pamoja na picture inaonyesha wanajeshi wakiwa wanagombana sehemu mbalimbali. Bwana, hizi ni ziara ambayo ilikuwa imefanywa na Nyesom Mike, waziri wa halmashauri ya jiji la shughuli za matokeo ya shirikisho FCT nchini Nigeria, katika eneo la Gudua district ya Abuja, Novemba 11 mwaka huu 2025. Sasa hili ni tukio ambalo kwa kweli kwa mara ya kwanza Nigeria imeshuhudia tukio la taharuki kubwa kati ya waziri wa FCT yani Nyesom Mike na afisa wa jeshi la majini, tukio lililosababisha mijadala mikubwa kuhusu mamlaka, nidhamu na heshima kati ya viongozi wa kiraia na maafisa wa kijeshi. Tarehe 11 Novemba mwaka huu 2025, waziri wa halmashauri ya shughuli za makao ya shirikisho yani Federal Capital Territory FCT, Nyesom Mike alifanya ziara ya kushtukiza katika eneo la Gadua, Abuja. Lengo lilikuwa ni kukagua ujenzi unaodaiwa kufanywa bila vibali kwa kisheria katika kiwanja namba 1946, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa na mzozo wa umiliki. Kwa muda sasa, Mike amekuwa akijipatia sifa na pia ukosoaji kutokana na kampeni yake ambayo ni kali kweli kweli ya kubomoa majengo yasiyo halali na kupambana na wavamizi wa ardhi ndani ya mji mkuu wa Nigeria. Lakini siku hiyo mambo hayakwenda kama kawaida. Alipowasili katika eneo hilo akiwa na maafisa msafara wa magari ya serikali, alikumbana na kundi la askari waliokuwa wakilinda eneo husika, akiwemo afisa la jeshi majini aliyekuwa amevaa sare yake kama ambavyo unaiona hapo. Waziri alishangazwa kuona jeshi likihusishwa na mgogoro wa ardhi ambao kisheria unapaswa kusimamiwa na ofisi yake. Mike akiwa na hasira kweli kweli aliwauliza askari hao walikuwa wanafanya nini pale. Mmoja wa maafisa alijibu kwa kuwa walikuwa wanafuata maagizo kutoka juu. Hapo ndio hali ilipobadilika ghafla. Katika video iliyorekodiwa na mashahidi wa tukio hilo, Mike anaonekana akimkaribia afisa huyo na kumwambia kwa ukali, "Shut up, don't talk when I'm talking. I was already in school before you were born." Akimaanisha kuwa kaa kimya, hutakiwi kuongea kabisa wakati mimi ninaongea. Wakati mimi nipo shule, wewe ulikuwa hata hujasoma. Kisha akaendelea kumshambulia kwa maneno akisema, "You are a big fool, you can't be talking when I'm talking." Yani wewe ni mjinga tu, hauwezi kuongea wakati mimi ninaongea. Ofisa huyo alionekana mtulivu lakini mwenye heshima zaidi. Alimjibu kwa ujasiri akasema, "Saa." Yani saa ni neno la heshima, kwamba kiongozi siwezi kukaa kimya. Mimi ni ofisa, nina haki ya kuzungumza. Majibizano huu ulikuwa umedumu kwa zaidi ya dakika 2, wengine ikienda mpaka dakika 5, kwa sababu video ambayo imesambaa sana kubwa ni ile ya dakika 5, huku wanajeshi wengine wakijaribu kuingilia kati kwa upole ili kuzuia mambo yasizidi kuwa mabaya zaidi. Kulingana na mashahidi, msafara wa waziri ulikuwa umezuia kwa muda kuingia katika eneo hilo, na askari hao wakawa wanazuia magari ya FCTA kupenya ndani pia. Eneo la Gadua ni mojawapo ya maeneo yenye thamani kubwa zaidi jijini Abuja. Kwa miaka kadhaa limekuwa likihusishwa na migogoro ya umiliki kati ya raia, taasisi za kijeshi na hata viongozi wa zamani serikalini. Ripoti kutokea Sahara Reporters na The Nation Online zinaeleza kuwa ardhi hiyo ilikuwa awali inahusishwa na afisa wa zamani wa jeshi la majini, Admiral Awal Zabairu Gambo, ambaye ni mstaafu, ambaye awali aliwahi kuwa mkuu wa majeshi ya majini Nigeria. Inadaiwa kuwa FCTA ilifuta umiliki huo kwa madai ya ukiukwaji wa taratibu na kuamua kuipatia upya taasisi nyingine. Yaani kwa upande mwingine, jeshi lilikuwa bado linadai lina hati halali za eneo hilo, jambo lililoleta marufuku na hatimaye kumhusisha waziri mwenyewe. Kwa maneno mengine, Mike hakuenda tu kukagua, alikuwa ameenda kupambana pia. Baada ya video hiyo kusambaa mitandaoni, mitandao ya kijamii Nigeria iliwaka moto kweli kweli. Wengine walimsifia Mike kwa kusimama imara na kutetea mamlaka ya kiraia dhidi ya kile walichokiita ujanja wa jeshi kutumia nguvu kudhibiti ardhi. Lakini kundi jingine linamkosoa vikali likisema waziri huyo hakuheshimu sare ya kijeshi,
wana nafasi ya askari huyo kijana. Mwandishi mmoja wa chombo vya habari Nigeria aliandika, tukio hili linaonyesha jinsi baadhi ya viongozi wanavyotumia lugha ya dharau kwa maafisa wa usalama, jambo linaloweza kuathiri nidhamu ya taifa. Lakini chama tawala kupitia baadhi ya wanachama wake kama Joe Igboke kilimtetea Wike kikisema anafanya kazi ya kulinda sheria na hakuna yeyote hata jeshi aliye juu ya sheria. Katika mkutano uliofuata, Wike alizungumza na waandishi wa habari akisema, sitasimama kuangalia watu wachache wakivamia ardhi ya serikali wakitumia jina la jeshi au taasisi yoyote. Ardhi ya Abuja ni mali ya watu wote wa Nigeria. Aliongeza kwa kampeni yake ya kusafisha jiji la Abuja halitaathiriwa na vitisho wala upinzani kutoka kwa yoyote mwenye nguvu au cheo chochote. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, hii si vita kati ya kiraia na jeshi, ni vita kati ya uhalali na uporaji. Tukio hili limeibua mjadala mpana sana kuhusu mipaka mamlaka kati ya serikali ya kiraia na jeshi nchini Nigeria. Kwa miongo kadhaa, jeshi limekuwa likihusishwa na siasa na mali za umma, jambo ambalo limewahi kusababisha migogoro ya aina hii kuendelea kutokea. Lakini Wike anaonekana kutaka kubadilisha utaratibu huu kwa kusisitiza uwajibikaji na nidhamu ya kiraia katika mji mkuu. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanatahadharisha kwa lugha ya matusi kwa afisa wa jeshi inaweza kutafsiriwa kama kudhalilisha taasisi muhimu ya taifa. Mmoja wa wachambuzi wa kijamii alikuwa ameandika akasema, kama waziri wa serikali, Wike angeweza kueleza mamlaka yake kwa heshima na si kwa maneno ya dharau, hili lingempa heshima zaidi mbele ya umma. Lakini tukio la Gadua limekuwa funzo kwa pande zote mbili. Kwa Wike ni kumbusho kwamba mamlaka yanahitaji busara na uongozi wenye hekima. Kwa jeshi ni ishara kwamba hakuna taasisi iliyoko juu ya sheria za ardhi na mipango ya miji wa taifa. Hata hivyo, tukio hili limeacha alama kubwa zaidi katika siasa na jamii ya Nigeria na linaendelea kuzua mijadala mikubwa katika mitandao ya kijamii. Ni je, Wike alifanya sahihi kusimamia imara au alizidisha maneno dhidi ya askari aliyekuwa anafuata maagizo? Ni swali ambalo bado linaendelea kugawanya maoni ya wananchi mitandaoni, lakini jambo moja ni wazi, video hii inaonyesha upande halisi wa siasa kali za Abuja. Ujasiri, hasira na vita vya mamlaka kati ya viongozi na wale wanaotii amri. Huu ulikuwa ni muktasari wa kisa cha waziri Nyesom Wike na afisa wa jeshi ambayo nimetikisa kwelikweli kule nchini Nigeria. Sir, everything was acquired legally. Will you stop you that? get the Will you stop that? Sir, I'm an officer. I have integrity. Shut up, your mouth, put Sir, I yourself. will not shut up. Will you get out? Sir, I won't shut up. Sir, I'm a I professional was in officer. school, you're not in school. Sir, you can't shut Will me you up. keep quiet? You can't Get shut me a me big up, sir. fool. I'm not a You're a fool. big fool. I'm not a fool, You sir. can shoot anybody like that. Sir, I'm not You're a a big fool. fool. Who are you? I am not a fool, sir. And for the time I Don't call me a graduated, fool. you were in primary school. I'm acting on orders. Take for You which can't order? call me a fool. And this, you will see whether you love this here. Sir, you can't call me a fool. Go I'm and a put up your I'm an mouth, put up officer. I'm not a fool, sir. Okay, I'm I'm an with you. officer. I'm so corrupt. You would have killed everybody here. No, we won't kill anybody. We won't kill anybody. We are acting on orders. Go and develop here, let me see you. Regular officer, you won't come and complain. We are going to get out. Go. I'm not even seeing what you're recording. Hello, sir. Director press.